Ndugu zangu Waislamu wa Masjid Jibran wa eneo hili la Mtwapa, wapenzi na wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ama baada ya kumshukuru Allah jalla fi ulah na kumtakia rahma na amani mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu, kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, موضوع محاضرتنا أو درسنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، وفي هذا المسجد المبارك إن شاء الله، إننا سنتكلم عن تحريم تتبع عورات الناس. Anwani ya darsa yetu au muhadhara wetu ndani ya Masjid Jibran, ndani ya usiku huu, kichwa chake cha habari kinasema uharamu wa kufuatafuata aibu za watu, uharamu wa kufuatilia aibu za watu, uharamu wa kuchunguza mapungufu, madhaifu na weakness za watu. Innaha afa, hili ndugu zangu ni afa katika maafa makubwa kabisa katika zama hizi. Zama tulizonazo ni zama ngumu sana. Zama tulizonazo ni zama ambazo ndani yake kathura fiha atajassus. Ndani ya zama tulizonazo kuchunguzana kumekithiri, majasusi wamekuwa wengi, mahedi master wa kutafuta na kupekua aibu za watu wamekuwa wengi. Leo nataka niwaeleze kwa mujibu wa Qur'ani tukufu na kwa mujibu wa ulamaul umma ubaya ulioje, uharamu ulioje mtu kupenda kufuatilia aibu ya mwenzake kwa malengo ya kutaka kuyaanika na kumfedhehesha mwenzake, ili mradi tu mwenzake aweze kuporomoka na kushuka mbele ya macho ya viumbe wenzake. Naam, tahrim tatabbu'i auratil muslimin, uharamu wa kufuatilia aibu za Waislamu. At-tatabbu' min tatabba'a yatatabba'u, tatabbu'an, at-tatabbu'u. Neno la at-tatabbu' wanawachuoni wamelielezea katika maelezo tofauti tofauti. Moja ya maana ya tatabbu' kufuatilia, tafsiri iliyo nyepesi ambayo kila mmoja wetu anaweza akaihifadhi haraka ni pale aliposema mmoja wanawachuoni, at-tatabbu' lughatan, tatabbu' kilugha maana yake mashyu al-khalfi, ni kutembea nyuma ya mtu na kumwinda mtu. Wastilahan na kisheria neno la at-tatabbu' ina maana تحري الأخبار والآثار بهدف الإحاطة بها،
ni mtu kujifunga kibwebwe chake, kusakasaka, kutafuta, kwenda mbio ili aweze kupata habari za watu, athari za watu, aibu za watu, mambo ya watu, weakness za watu, mapungufu ya watu, kwa lengo la kutaka kuyajua na kuyakusanya, kisha aweze kuyaweka hadharani dhahiri shahiri. Amma al-awra jam'u awrat. Neno la aura ina maana nyingi. Moja ya maana ya kalimatu al-awra ni uchi, lakin al-maqsud bil-awrati huna al-khalal wal-aib wat-tanaqqus au an-nuqsan. Aura hapa inakusudiwa mapungufu, aibu na kasoro za watu. Ndugu zangu, kabla ya kukwambieni jambo hili baya kiasi gani, kwanza ninaomba nikufahamisheni hili naomba ulihifadhi kichwani. Hakuna aliyekamilika katika ulimwengu wetu huu sisi. Wasemaji waislamu wa Masjid Jibran wa eneo hili la Mtwapa jijini Mombasa, unasemaje? Kuna mtu malaika, kuna mtu nabii, kuna mtu ana isma, kuna mtu asiyekuwa na mapungufu wala kasoro wala weakness katika wanadamu wa zama hizi na waislamu wa zama hizi? Yupo? Walidhalika mmoja ya maulama anasema, man alladhi ma saa qattu wa man lahu alhusna faqat. Man alladhi ma saa qat wa man lahu alhusna faqat. Ni nani ambaye hajapatapo kukosea katika maisha yake? Ni nani ambaye hana aibu katika maisha yake? Ni nani ambaye hana weakness katika maisha yake? Ni nani ambaye hana mapungufu katika maisha yake? Na ni nani ambaye ana mazuri tu? Kama ambavyo mnakubali ya kuwa hakuna ambaye ameepukana na mapungufu na kasoro na aibu, basi pia tukubaliane hakuna mwenye mazuri peke yake. Mnasemaje ndugu zangu? Ulama ul-umma wanasema al-insanu al-kamil, mwanadamu pekee aliyekamilika, asiyekuwa na aibu, asiyekuwa na kasoro, asiyekuwa na mapungufu, asiyekuwa na chochote kilicho kibaya, ni mwanadamu mmoja tu, naye ni mtume wetu Muhammad. Taban katika zama zetu, yani sisi umma wake, na hii manake ni yeye na manabii wote na mitume wote, hayo hawana aibu wala kasoro. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala laqad nahana Allah an tatabbu'i العورات عورات المسلمين. الله ametukataza, Allah ametuharamishia mimi na wewe kuwa na tabia ya kupekua pekua, ya kuchunguza chunguza na kufatafata aibu za waislamu wenzetu. Allah anasema katika sura ambayo baadhi ya ulama wameipa jina sura hiyo, wanaita suratul akhlaq, sura ya kurekebisha akhlaq, sura ya maadili mema, sura ya kutengeneza tabia za Waislamu, sura iliyoanza na ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih.
Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ambayo ametukataza mimi na wewe kuwa na tabia ya kuacha shughuli zako, mambo yako, ukatenga muda wa kutega masikio yako. Fulani kaenda wapi, fulani kafanya nini, alani ana habari gani? Allah anatuambia ya ayyuhalladhina amanu, nataka nianze kabla aya hii. La yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khayran minhum wala nisaa'un min nisaa' عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا، عبد الله ابن مسعود أنا سيما إذا سمعتم قول الله يا أيها الذين آمنوا، mtakaposikia kauli ya Allah akinadi, akiita, akisema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, fa'au as-sam'a, basi tegeni vizuri masikio. Kwa nini? Kwani Allah anapowaita, anapowanadi waislamu waumini, anakusudia moja kati ya mawili. Ama kuna kheri anataka kuwaelekeza, au kuna shari anataka kuwakataza. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la yaskhar qaumun min qaum, watu katika nyinyi wasiwadharau watu wengine. Qaumu katika nyinyi isidharau qaumu nyingine. Kwa nini? Asa an yakunu khayran minhum, huenda wale waliodharauliwa, huenda wale uliowadharau wakawa mbele ya Allah ni bora kuliko wewe, kuliko nyinyi mliowadharau. Wala nisaa'un min nisa, wala wanawake wasiwadharau wanawake wenzao. Kwa nini ya Rab? Asa an yakunna khayran minhunna, huenda wale wanawake waliodharauliwa na wanawake wenzao wakawa ni bora mbele ya Allah kuliko wale waliowadharau. Wala talmizu anfusakum, wala msipondane wenyewe kwa wenyewe, wala msitiane doa wala dosari wenyewe kwa wenyewe, wala msitukanane wenyewe kwa wenyewe. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, wala msiitane kwa majina yaliyo mabaya. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان, jina baya lilioje
la kumwita muislam fasiq baada ya yeye kuwa mu'min. Waman lam yatub, na asiyefanya tauba juu ya kudharau watu, juu ya kubeza watu, juu ya kutani watu, juu ya kutia doa watu, juu ya kuwa sema watu, juu ya kuwatukana watu, na juu ya kuwaita waislamu wenzake kwa majina mabaya, hao ndio madhalimu waliodhulumu nafsi zao. Ikhwata al-Islam wal-Iman, كأن هذه الآية الكريمة المباركة نزلت في قرننا وفي عصرنا هذا. آية هي iliyoteremka takriban miaka 1400 zilizopita tangia atumwe mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammad. mali arakum la tusalluna ala nabii Muhammad. Waislam, mnafahamu ya kuwa ukisikia jina la mtume ni wajib juu yako kusema Allahumma salli wa sallim alaykum salia. Nenda katika hadithi ya Jibril alipopanda mtume juu ya ngazi yake ya mimbarini akasema amin amin amin. Moja ya amin alizosema, anasema Jibril alinijia aliniambia ameangukia pua, amepata hasara, ameharibikiwa mtu ambaye man dhukirta indahu wa lam yusalli alayhi, yule ambaye unatajwa wewe mbele yake kisha hakusali. Katika hadithi iliyo sahihi amepata kuisahihisha al-Imam al-Albani na maa'imma mbalimbali, al-bakhilu man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayhi, bakhili ni yule ambaye natajwa mbele yake kisha haniswali. Ama ni bid'a kusema hivyo, maana hizi zama ukisema hayo pia ukaambiwa ni alama za usufi, kusema watu wamswalie mtume pia unaweza ukaambiwa hili kosa pia. Sheikh Rishad juzi Ijumaa tu khutba ya mwisho nimeitoa katika Masjidul Ihsan Darus Salam. Baada ya kumaliza khutba nikaifanya ta'liq ndogo. Muislamu mmoja akawaambia Waislamu sallu ala rasulillah, akasema kwa sauti tumswalieni mtume. Akasema bwana mmoja akamshika akamwambia taratibu, haikuthibiti hiyo. Nikasema Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi, haikuthibiti vipi na Allah anasema mswalieni? Kwa taratibuni jamani, hii spidi 120 hii itatuletea ajali, tutapinduka na hii gari. Kwa hivyo ndugu zangu, aya hii katika suratul Hujurat utadhani imeteremka katika zama zetu, zama tulizonazo wenyewe kwa wenyewe. Waislamu tunadharauliana. Wapo ambao wanajiona wao wameongoka, wako sahihi zaidi, wao ni katika alfirqatun najia, at-taifatul mansura, ahlul haq, ahlul hadith, bila ya aibu ya aina yoyote ile. Mtu anasema kabisa sisi ndio wale ambao ni kundi ambalo mtume anasema litapona na litaingia peponi, ili hali Allah subhanahu wa ta'ala anasema nini? Hivi hujawaona wale ambao wanaitukuza nafsi zao? Bali Allah anamtukuza amtakaye. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha. Na kasema tena Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Najmi, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, wala msizitakase nafsi zenu, msizitukuze nafsi zenu. Allah yeye ndiye anayejua nani mcha Mungu,
kuliko wote. Akasema tena katika suratul Nahli, katika sura mbalimbali, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Kwa hivyo Allah anatukataza kundi katika sisi lisithubutu kudharau kundi lingine. Kisha akasema msipondane, msitaaniane wenyewe kwa wenyewe, msitukanane wenyewe kwa wenyewe, na msiitane kwa majina yaliyo mabaya. Leo wangapi tunasikia na kuona Muislamu tena ni sheikh alim katika ulama al-umma akiitwa kwamba shekhe fulani ni fasiq, anayesema fulani ni fasiq hamfikii hata ukucha wake kwa ilmu, kwa jitihada na kwa kila kitu. Ndugu zangu, kisha Allah subhanahu wa ta'ala amekwenda akasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ijtanibu kathiran minadh-dhann, enyi mlioamini, jepusheni na wingi wa dhanna. Inna ba'da adh-dhanni ithm, hakika baadhi za dhanna ni nini? Ni nini? Twende pamoja sasa. Baadhi za dhanna ni nini? Ni dhambi. Kisha akasema, wala tajassasu, wala msichunguzane, wala yaghtab ba'dukum ba'da, wala baadhi yenu wasiwatete, wasiwasengenye baadhi. Kisha akasema, ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh, hivi mmoja wenu anapenda kula nyama ya ndugu yake aliyekufa? Fakarihtumuh, hilo mnalichukia. Basi kama ambavyo mmoja wenu anavyochukia kula nyama ya maiti, tena maiti ambayo ni ndugu yake, basi hivyo hivyo achukie kumsengenya muislamu mwenzake. Mahallu shahid, wala tajassasu, wala msifanyeje? Msichunguzane. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Haythami anatuambia ya kuwa fa fil ayati al-karima an-nahyu al-akidu anil bahthi an umuri an-nasi al-masturati wa tatabbu'i awratihim. Katika aya hii kuna katazo lililosisitizwa, katazo lililokokotezwa na Allah ya mtu kupekua, kuchunguza, kufuatilia, kufuatafata aibu za watu zilizojificha. Allah anakataza katika aya hii mtu kuwa na tabia ya kupekua na kufuatilia na kuchunguza aibu na mambo ya watu yaliyositirika na yakafichika, kisha na kufuatilia aibu za watu. Maneno haya ya mwanawachuoni Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullahu ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, katika hadithi aliyoipokea al-Imamu Abu Daud kwa nambari
880 na ameipokea al-Imamu Ahmad kwa nambari 19776. mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu, kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anawasemesha watu wafuatao, anawasemesha kundi maalum, anawasemesha watu maalum, akasema ya ma'shara man amana bilisanihi wa lam yadkhul al-imanu fi qalbihi la taghtabu al-muslimin wala tattabi'u awratihim فإنه من يتتبع عورتهم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف داره. الله hii ni message, hii iwe salam, hii iwe risala kwa kila anaipenda kufuatilia aibu za wenzake, kwa kila anaipenda kupekua weakness za watu, kwa kila mwenye kupenda kufuatafuata na kufuatilia aibu za watu. Mtume Muhammad anasema ya ma'shara man amana bilisani, enyi mlioamini kwa ulimi, ولم يدخل الإيمان في قلبه, ili hali imani bado haijaingia kisawa sawa katika moyo wake. La taghtabu almuslimin, msiwasengenye waislamu. Wala tattabi'u awratihim, wala msipende kufuatafuata na kufuatilia aibu zao. فإنه kwani hakika yake, man tatabba'a awrata akhi, mwenye kupenda kufuatilia na kufuatafuata aibu, kasoro, mapungufu, weakness za ndugu yake, tatabba'a Allahu awratahu. Allah rafi'u as-samai bila amad, bingwa wa mabingwa, aliyenyanyua mbingu saba pasina nguzo, naye Allah atafuatilia aibu zake. Allah, Waislamu, Allah wakati gani naye atafuatilia aibu za mtu? Nataka munijibu kwa sauti kubwa. Allah wakati gani atafuatilia aibu? Atafuatilia mwenyewe Allah aibu, mapungufu, kasoro, weakness za mja wake. Wakati gani? Sheikh Rashid yaonekana Kiswahili changu kigumu cha kitizeli. Wakati gani Allah atafuatilia aibu ya mtu? ما لكم لا تنطقون. basi tuombe dua, muhadhara tunamaliza. Sheikh amewasaidia bwana, anasema Sheikh, Allah atafuatilia aibu ya kiumbe wake pindi kiumbe yule akiwa ana tabia ya kufuatilia aibu za wenzake. Umeelewa hapo? Mtu yoyote aliyejiipa urefa, refa mnajua? Si mtu refa kwenye mpira, kuna mtu anaitwa refa, kazi yake sana chunguza wapi faulo, sijui pana rafu wapi, pana offside, sijui off nini, si ndio hivyo? Kazi ya refa nini mnavyojua nyinyi? Jasusi refa, si ndio bwana? Anatafuta mapungufu, sio? Na ndio maana anaweza kapiga akasema akatoa yellow maana yake nini? Warning. Na akakasirika kabisa, sometimes akatoa kabisa na ile nyekundu mnahitaji red. Akishakupa red unakaa benchi, si ndio?
Sasa atakayejifanya yeye ni refa, anapenda kufuatilia aibu za waislamu wenzake, Allah naye atafuatilia aibu zake. Sasa Allah akiamua kufuatilia aibu zako, utapona wewe? Utasitirika wewe? Akamalizia akasema, waman tatabba Allahu auratahu yafdahu walau fi jawfi darihi, na Allah atakayefuatiliwa na Allah, na yule ambaye Allah ataamua kufuatilia aibu zake, mapungufu yake, kasoro zake, weakness zake, Allah atamuondolea sitara zake, atamuaibisha, atamfedhehesha hata akiwa ndani ya nyumba yake. Hakuna jambo baya duniani kama kufuatilia aibu za watu. Mnajua kwa nini? Mnajua kwa nini? Ukifuatilia aibu za watu, zako pia zitafuatiliwa. Na baya zaidi atakayefuatilia si kiumbe bali ni nani? Ni muumba Allah. Na Allah akiamua kumfuatilia mtu yule hatosalimika ndugu zangu, ataumbuka, atafedheheka, atadhalilika. ولذلك katika hadithi iliyo sahihi mtume anasema wala tajassasu, wala msichunguzane, kisha akasema wala tahassasu. mal farqu baina at-tajassus wat-tahassus? Nini tofauti ya baina ya at-tajassus na at-tahassus? Baadhi ya ulama wanasema at-tajassus ni kuchunguza kulikokuwa kubaya, kuchunguza, kufuatilia aibu na ubaya, na at-tahassus ni kufuatilia mazuri. Wakatumia dalil, idhhabu ya baniya idhhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi. Yaqub aliwaambia watoto wake, enyi watoto wangu, nendeni mfuatilie akhbari njema za Yusuf na ndugu yake Binyamin. Lakini baadhi ya ulama wakasema hutokea wakati mwingine at-tahassus ikawa kwa nia njema, lakini pia at-tahassus pia ni nau'un min at-tajassus, kwa hadithi hii ya bwana mtume Muhammad aliposema wala tajassasu, kisha akasema wala tahassasu, wala msichunguzane na wala tahassasu. Wakasema baadhi ya ulama at-tajassus huwa التطلع أو في تطلع الأخبار. التجسس ni mtu kuketi na kumulika macho yake, kamera zake, antena zake, kufuatilia akhbari za watu. Na at-tahassus maana yake anasema ni kumfuatilia mtu kwa macho. Kaingia wapi? Kaingia guest house, yuko peke yake, asema hii tahassus. Baadhi ya ulama wasema tahassus linakuwa kwa macho, unachunguza kwa macho, na tajassus akasema ni kwa macho, kwa masikio na kwa vitendo vyote. Ilmuhim at-tajassus na at-tahassus wako waliojalia kuwa kitu kimoja na wako waliojalia kuwa ni vitu viwili tofauti. Ikhwata al-Islam wal iman, ahbab rasulillah, أخرج الإمام أبو داود وابن حبان. الإمام أبو داود وابن حبان ومبكي حديثه معاوية ابن سفيان الصحابي الجليل كاتب وحي رسول الله. حديثه الإمام الألباني ameisahihisha katika sahihu at-targhib wa at-tarhib kwa nambari 2342. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema innaka inittaba'ta awratin nasi afsadtahum au kitta tufsiduhum. Anasema hakika yako wewe ukipendelea
ukiwa na tabia ya kufuatilia aibu za watu, basi utawaharibia, utawafisidi, utawafanyia fisad, au utakaribia kuwaharibia maisha yao hao ambao umeamua kuwafuatilia. Walidhalika katika hadithi ambayo baadhi ya ulama wameisahihisha, baadhi wengine wakaitia doa wakasema ni dhaif, hadithi inasema man ahabba أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، أي فليمت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي الناس بما يحب أن يؤتى إليه. أنا يتاكا kuepushwa na moto wa Allah na kuingizwa katika pepo ya Allah, basi na ahakikishe ya kuwa hafariki isipokuwa hali ya kuwa anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuiamini siku ya mwisho. Kisha akasema na ahakikishe awaendee watu kwa kile ambacho na yeye anapenda watu kumwendea, awafanyie watu vile ambavyo yeye anapenda watu wamfanyie. Shekhi wangu samahani, hebu naomba usimame. Unaitwa nani? Salim. Unapenda watu kwa kutukana? Upendi kutukana? Unapenda watu kutoa aibu zako? Unapenda watu wa kudhalilisha? Upendi? Basi Mtume anakusudia ikiwa hayo huyapendi kufanyiwa, basi na wewe usiwafanyie watu hivyo. Umeelewa Waislamu? Karibu Sheikh. Shukran. Mtume anasema anayemwamini Allah na siku ya mwisho ahakikishe mambo mangapi mashaka zangu? Mawili. Jambo la kwanza, hakikishe akifa afe hali ya kuwa anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, ni muslim, ni mu'min, anamwamini Allah na kuiamini siku ya mwisho. Lakini jambo la pili, ahakikishe awafanyie watu kile ambacho yeye angelipenda watu wamfanyie. Kama anapendwa yeye afedheheshwe, kama anapenda yeye atukanwe, kama anapenda yeye apakwe matope, au kama hapendi, basi na yeye asiwafanyie watu hivyo. Haya ni mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Moja ya wanawachuoni anasema uyubi la araha amma uyubu ghairi arkudu waraha, aibu zangu mimi siku zote sizioni, lakini aibu za wenzangu mimi nazikalia na kuzisaka na kuzitafuta. Hii ndio hali yetu Waislamu. Nasemaje? Hii ndiyo hali yetu. Sisi Tanzania tuna msemo si mzuri sana, lakini nitaubadilisha kidogo min babil hishma wal ihtiram. Ni mfano yaingia akilini, lakini ukitamka vilivyo kidogo si nzuri. Wanasemaga nyani mnamjua? Nyani haoni aibu yake, lakini wenyewe wana msemo wao ambao sio mzuri kusema. Mmenielewa? Kwa vile aibu yake, aura yake iko nyuma, hawezi kugeuka akaona mimi na aibu kiasi gani, sio? Kazi yake anacheka akiona uchi za watu. Shekhe, wewe mwenyewe una mzigo mzito nyuma. Nyani sema ndo nyani haoni aibu yake na aura yake. Mmenielewa mashekhe zangu? Huu ni msemo ni ulio hai kabisa. Na kweli upo wewe Sheikh Yusuf, upo kwenu wewe? Sheikh Yusuf anasema sisi na nyinyi wote Waswahili, lakini kidogo tunatofautiana. Kuna mwaka nilikuja Mombasa hapa kidawa, sasa tulialikwa sehemu, wakati tunakula nikaomba mtindi.
mtindi. Sawa, nikasema Sheikh naomba mtindi, kwa kaanza kuniangalia, mtindi tena hawa bongo vipi hawa, nataka mtindi Sheikh mzima. Mimi sikuelewa Sheikh. Nikaambiwa mtindi katika istilahi za Kimombasa ni tembo, pombe, sio? Kumbe nyinyi mnaita maziwa lala, si ndio hivyo? Sisi tunaita mtindi Sheikh. Kwa hiyo kuna kidogo tofauti baina sisi na nyinyi katika istilahat, lakini mashaallah Kiswahili ndio kile kile. Kwa hivyo mwanawachuoni wanasema uyubi la araha, amma uyubu ghairi arkudhu waraha. Aibu zangu sizioni, aibu za wenzangu nazikalia, naziona. Sasa kuna watu wana macho ya kuona ya wenzao tu, mazito walionayo wao hawaoni maskini wa Allah. Walidhalika mwingine akasema uyubun nasi nahfuruha ala an-nuhasi amma fadailuhum fanaktubuha ala al-ma'i. Anasema aibu za watu tunaziandika tena kwa nuhas ili zisifutike, lakini mazuri yao tunayaosha kwa maji ili yasibakie. Kuna watu maisha yao wanapenda waonekane wao, waheshimike wao, watukuzwe wao, wapendwe wao. Hayo yakifanywa kwa wengine inakuwa ni ugomvi mkubwa sana tena. Akasema mwingine katika wanawachuoni, na haya maneno mimi nayapenda sana, na ninaomba wanafunzi wenzangu tulabul ilmi muyahifadhi haya maneno. Kalimat tastahiqu an tuktaba bima'in nur, ni maneno yastahiqi kuandikwa kwa wino wa nuru. Moja ya maulama anasema, anawazungumzia marefa ambao kazi yao, refa analipwa, kazi yake ni tena na kitabu kabisa anaandika, anakukata maksi, sio? Jamani, refa huandikaje naye? Anaandika. Anasema in yasma'u minni ribatan taru biha fariha wama sami'u min salihin dafanu. Anasema kuna watu wana tabia, in yasma'u minni ribatan, wakisikia jambo la utata, jambo ambalo si zuri limenitokea, taru biha fariha, wanalidaka, wanalichukua, kisha wanapaa nalo angani kwa furaha. Umesikia kafanya hivi bwana, umesikia bwana? Kuna watu wa tabia hiyo, si ndio hivyo? Kisha akasema wama sami'u min salihin dafanu, na wakisikia mazuri yangu wanayazika. Kisha akasema summun idha sami'u khayran dhukirtu bihi wa in dhukirtu bisu'in 'indahum adhinu. Summun idha sami'u khayran dhukirtu bihi. Summun twasema nini Sheikh? Wanakuwa nini? Viziwi, kiziwi si ndo asikie? Anasema summun, wanakuwa viziwi. Idha sami'u khayran dhukirtu bihi, wakisikia natajwa kwa kheri, wakisikia nasifiwa na umma, wanajifanya viziwi kwa sababu ya umma, sio? Wa in dhukirtu bisu'in 'indahum adhinu, na wakisikia natajwa vibaya wanatega sikio kama sungura. Sungura mnamjua? Anapenda kutega masikio hivi muda wote hivi, anataka kusikia kuna nini. Sasa hii tabia si nzuri, Waislamu tujiepushe na tabia kama hizo. Tabia
ya kwamba wewe ni muraqib, msimamizi, mchunguzi, supervisor wa kusubiria tu aibu za watu zisemwe, litokee la kutokea kwa mwenzako, kisha ulibebe upae nalo kama kunguru, na ukisikia mazuri yao unayazika na hupendi kabisa yasikike, na kwamba unakuwa kiziwi ukisikia mwenzako anatajwa kwa kheri na anatajwa kwa uzuri, lakini akitajwa vibaya unakaa vizuri na kutega sikio. Katika hadithi aliyoipokea al-Imam Tirmidhi, wal-lafdhu lahu, na lafdhi hadithi hii ni ya kwake al-Imam Tirmidhi, hadithi nambari 2032, na ameipokea al-Imam Ibn Hibban hadithi nambari 5763 min hadithi Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ذات يوم فنادى بصوت رفيع. نعم، صعد المنبر فنادى بصوت رفيع. moja ya masiku mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu, kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amepanda mimbarini siku moja. Alipopanda juu ya mimbar, akaanza kupandisha sauti yake, akaanza kupaaza sauti yake, akaita kwa sauti kubwa, akanadi kwa sauti kubwa, akasema: ya ma'shara man aslama bilisanihi wa lam yufdil imanu ila qalbihi, enyi mliosilimu. Riwaya ya kwanza, ya ma'shara man amana bilisanihi. Riwaya hii, ya ma'shara man aslama bilisanihi. Riwaya ya kwanza, walam yadkhulil imanu fi qalbihi. Riwaya ya pili, walam yufdil imanu fi qalbihi. Enyi mlioamini kwa ulimi, ili hali imani bado haijafika katika moyo. La tu'dhu almuslimin, msiwakere Waislamu, msiwaudhi Waislamu, msiwakosee Waislamu, wala tuayiruhum, wala msiwafedheheshe Waislamu wenzenu, wala tattabi'u awratihim, wala